Karibuni sana katika ibada ya usiku wa leo. Ni ibada nzuri maana ni usiku ambao tulikubaliana kumpa Bwana kama ukoo wa Sara. Ni kwa sababu kuna mambo Mungu angetaka kunena nasi, na iwapo tutatengeneza nafasi, ako tayari kunena nasi. Bwana apewe sifa. Iwapo tutampa hiyo nafasi, ataweza kunena nasi na maisha yetu haitakuwa ya kawaida tena. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu leo hii siku ni siku ama usiku sijawahi ona. Sijui kama wewe umewahi uona usiku kama huu, lakini mimi ni mara ya kwanza kuuona, na ninashukuru Mungu ni kwa sababu alikusudia nikaweze kupatikana usiku kama huu na kwa nafasi kama hii. Bwana apewe sifa. Ninamtukuza Bwana ni kwa sababu siku ya leo tuko na baba yetu. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hiyo si ya Bwana Yesu. Yes, tunampa makofi mazuri maana anastahili, na yeye ni Mungu pekee wa kuabudiwa. Neno linasema ya kwamba iwapo watu wangu walioitanishwa na jina langu wataacha njia zao mbaya na kutubu na kutafuta uso wa Mungu, basi ataweza kuponya nchi yao. Kutapatikana mtu wapi atakayesimama katika pengo? Maana Mungu anasema ninatafuta mtu atakayesimama katika pengo kujenga ukuta mahali palipobomoka. Iwapo anaweza kutafuta mama katika kanisa hili ama katika mji huu, na uwe mmoja wa kupatikana ambaye Bwana anatafuta. Bwana apewe sifa. Tumpe Yesu makofi mazuri. That is good and is always good. Ya kwamba iwapo tunamtafuta Mungu kwa bidii, ataweza kupatikana kwetu. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya wewe kuweza kufika katika mkesha kama huu. Ni kwa sababu ni mkesha wa baraka. Uandae moyo wako. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu ameandaa kwa ajili yako. Iwapo utafungua moyo wako, ataweza kufanya hicho alichokusudia kufanya. Maana anasema hakuna mtu anayeweza kumzuia kufanya hicho amepanga kufanya katika maisha yako. Hakuna mtu wala kitu kinaweza kumzuia kutenda alilokusudia kutenda. Na pia hawezi akamuuliza jirani yako ati unataka huyu tumfanyie namna gani? Hapana. Kile kitu ambacho anaangalia ni moyo uliombondeka mbele zake, ya kwamba ataweza kutenda kulingana na huyo mtu, kile tamanio la moyo wa huyo mtu. Maana anasema I will fulfill the desires of your heart. Ni nini hiyo tarajio la moyo wako ama tamanio la moyo wako? Usije ukawa mtu ambaye hana kitu ambacho anaweza kumwambia Mungu, hii ndiyo sana tamanio la moyo wangu, ukaweze kuinua kikundi hiki. Hii ndiyo tamanio la moyo wangu, huduma yangu ikasonge mbele. Hiyo yenye wewe umeona ya kwamba unatamani Mungu akaweze kufanya katika maisha yako, uwe tayari. Ni kwa sababu siku ya leo anaenda kutenda. Bwana apewe sifa. Tuweze kusoma katika kitabu cha Wathesalonike, 1 Thessalonians 5:17 and 18. Nipate mtu ana Biblia Kiswahili. First Thessalonians 5:17 and 18. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ombeni bila kukoma. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi yetu, mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu.
Watu wasiwe watu wa kunungunika kwa sababu ya yale mambo wanaweza kuwa wanapitia. Ayubu akapitia mambo magumu, lakini ilikuwa inatendeka kwa ajili ya kumpa Bwana utukufu. Chochote unaweza kuwa nacho, uwe na sababu ya kumshukuru Bwana. Uwe na sababu ya kumwambia Mungu ni asanti. Usije ukachoka ati nimeomba sana. Usije ukachoka ati nimefanya hili sana. Lakini usije ukakosa kumwabudu Mungu. Usikose kumshukuru Mungu kwa sababu ni mapenzi yake katika Kristo Yesu kwetu. Tukaweze kumshukuru kwa sababu ya kila jambo. Kuna mambo yanaweza kutendeka, kumbe yanatendeka kwa uzuri, hata kama machoni inaonekana si ya kupendeza, lakini ni ya kumtukuza Mungu. Ni ya kutaka kuona ya kwamba kama unaweza kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya yale mambo ametenda. Watu wakiona kakitu kabaya kadogo, wanaonanga wanaweza kuharibu yale mengine yote yaliyo mazuri, lakini yule atakuwa na moyo wa kumwabudu Mungu, atakuwa na moyo wa kumshukuru Mungu, itakuwa ni baraka kwake. Ni kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Ninataka tukaweze kuwa na nafasi nzuri kwa sababu baba yetu yuko, tukampe nafasi nzuri kwa sababu ya kunena nasi, na kwa hivyo tutampigia makofi mazuri yanapokuja. Tumpigie makofi mazuri mpaka akaweze kufika mahali hapa. Ni kwa sababu we are very ready. Makofi mazuri kwake. Walihesabu ikafika 1,100. Nikapewa ndawa nikakunywa. Nikaenda tena wakaniambia sawa. Walikuwa wanataka uende bid sasa. 1,100. Ile imenini ni huko kazini. Nilikuwa nimeenda akaniambia wani replace na mtu mwingine. Sasa wakati nilirudi waliniambia kwa ku replace tunafunga kampuni mzima. Lakini nikiwa nimefanya kazi kwa watu kama 3 sasa. Fanya wa kwanza miezi 7. Bwana anaweza, Bwana Anaweza Bwana. anaweza, Bwana anaweza, Bwana Baba. anaweza, Kule nilianza mimi. anaweza, Bwana Nisaidia. anaweza, Bwana Anaweza Baba. anaweza, Bwana Le tunaenda. anaweza, Naenda kuruzedi Bwana. anaweza, Bwana Unaweza kuponya. anaweza, Kuna mtu anakungojea hapa Bwana. anaweza, Bwana Eba. anaweza, Bwana Wainua Bwana. wainua, Bwana Bwana wangu. wainua, Bwana Unainua. wainua, Nimekuona Bwana. wainua, Bwana wainua, Bwana Waregesha Bwana. waregesha, Bwana Bwana wangu. waregesha, Najua mimi. waregesha, Bwana Na unaweza. waregesha, Nisiyoweza. waregesha, Bwana Oh. waregesha, Bwana Nisame. Vile kunaenda. Na hii ndio inatendeka katika spiritual realm. Ukisoma Biblia maandiko inasema kukawa jioni, kukawa asubuhi. Ni vile sasa sisi tunasemanga ikawa asubuhi, ikawa jioni. Hapana. Inaanzanga na jioni. Sasa process ya Mungu ikawa jioni, kisha ikawa asubuhi. Na ukikosa kuelewa hiyo, ni ngumu sana kufanya kazi katika spiritual realm. Wakati kuna jua, wale watu wanaelewa mambo ya rohoni, hayo ndio masaa ya kungojea udhihirisho wa kile umetafuta. Kile ambacho umetafuta usiku umepanda, sasa mchana unangojea kile umetafuta.
Lakini ikifika mchana na ndio bado unataka kwenda kuumba, unataka kwenda kutengeneza, unataka kufanya mambo fulani, itakuwa ni ngumu sana kwako. Na hii ndio kitu ambacho ufalme ule mwingine umeelewa. Hawafanyi kazi mchana, wanafanya kuna nini? Yeah? What is there? Sasa naongea na nyinyi mnaongea. Ati? Bwana, Baba, nisamehe. ninakuomba Bwana. Nisamehe Bwana. Na wama Bwana. Nisamehe. Hivyo. Na lengo lile wanafanya kazi hivyo ni kwa sababu wamepata kwa Mungu. Yesu alichukua masaa mengi sana usiku akimtafuta Mungu. Naye masaa mengi mchana alifanya kazi zake. Masaa mengi usiku alitafuta mambo ya rohoni, nayo masaa mengi mchana alitafuta manifestation ya kila alitaka. Na kazi yake ikawa rahisi sana. Now tunaishi kipindi ambacho ni kigumu na kitahitaji watu ambao stamina yao ama nguvu zao za kusimama ni imara. Tunaishi kipindi ambacho si rahisi. Na ndiyo sababu Paul akamshauri Timothy akamwambia, nyinyi akina mama wale mmeelewa, wale mmekaa kwa Mungu, anasema waiteni hawa wale ni wachanga, ili Titus chapter 2 I think, acha nianzie hapo tu. Titus 2, boni angalia if I'm not wrong verse 4. Tuanze hapo tu tuone. Anawaita kina mama wale wamekwisha fahamu Mungu, wamekwisha kuelewa. Namba 2, anawaita wakomavu. Titus 2 verse 3. Tuanze hapo. Anasema vivyo hivyo na wazee wa kike. Wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe, number 1 anawapatia kwanza warning. Anasema wasiwe wasingiziaji. Wasiwe wenye kutumia mvinyo, bali wafundishao mema. Asa hawa kina mama wana uwezo wa kufundisha mema. Anasema hivi, ili wawatie wanawake vijana akili. Sasa lazima kuwe na kundi ambalo limeshapiga hatua ili liweze kuinua generation hii nyingine. Tusipofanya hivyo tutaishi ni kweli, lakini generation haitaweza kufika malengo ya Mungu. Anasema verse 4, ili wawatie wanawake vijana akili. Number 1 anasema wawapende waume zao. Number 2 na kuwapenda watoto wao. Number 3 na kuwa wenye kiasi. Number 4 kuwa safi. Number 5 kufanya kazi nyumbani mwao. Number 6 kuwa wema. Number 7 kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Kizazi ambacho tunakaa ni hatari. Sasa lazima tuwe na kina mama ambao wameenda mbele. Katika lugha nyingine tutasema pace setters. Wale watu wameangalia wakimbiaji, kuna ule ambaye anawekanga pace. Unasikia hachoki na azimii na kati tamaa. Unaangalia kabisa vile anakimbia, ni timu inakubaliana huyo ataset pace. Sasa tutamfuata. Sasa nalo ndipo kanisa liweze kupona, lazima lipate cream ya kina mama kama hao. Hata kama si wengi, maana ni kazi hiyo, lakini lazima lipate cream ya kina mama ama kama ni kina wazee. Lakini kumbuka anaongea kuhusu kina mama hapa. Nitakuonyesha kwa nini anaongea kina mama, ili waweze kuwafundisha wale, anasema wanawake vijana, ili wapate akili, ili wawatie wanawake vijana akili. Mungu anatamani sana nao, na ndio ifike hicho kiwango ambacho tutataka kwa Mungu. Itabidi sisi wale tumekubali tutembee katika kitu kinaitwa love, upendo. Nisikilize, kuna upendo ambao ni wa msisimuko.
emotional love, hiyo haiwezi kufanya kazi kwa Mungu. Kuna ule upendo ambao ni wa kiungu. Upendo wa kiungu, maandiko inasema hauhesabu mabaya. Unaweza ukashauri mtu na ukataka mtu akue pasipokuwa na, anatumia lugha hapo, pasipokuwa wazingiziaji. Ule upendo ambao ni genuine love, upendo ambao hauhesabu huyu amezaliwa kwetu ama ametoka wapi, upendo ambao hauhesabu huyu ana miaka mingapi ama amefika kiwango gani, upendo ambao hauhesabu huyu ana pesa zipi ama ni nini nitapata. No, is a genuine love. Upendo huo ukikosa kukuwepo, huwezi inua kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi inua generation if that love is not there. 1 Corinthians 13. This now the love of God. Huu ndio upendo wa Mungu ambao hawa kina mama ambao wanaweza kufundisha wanawake vijana wapate akili. Yale mambo 7 tumeongea, lazima kina mama wawe na huu upendo. This is the serious love that they must have kama watataka. 1 Corinthians 13, nianze verse 4. Anasema upendo uvumilia. Hauwezi kulea kizazi cha leo mami kama hauna uvumilivu. Huwezi. Hauwezi. That's why kipindi kile tunakaa ni tofauti sana. Sasa lazima hawa kina mama ambao watakubali, maana ukiona mpaka umelipa gharama ya kukuja katika ibada ya usiku, mkesha wa kina mama, ni kumaanisha kuna vile ambavyo sasa wewe ulimwengu wa kiroho umeshaenda anga fulani. Sasa kwa sababu ya hiyo anasema ndipo sasa waweze kutrain kizazi kingine, watahitaji wawe na kitu kinaitwa upendo wa kiungu. Sasa huu upendo wa kiungu ni gani? Si emotional. Ukienda na upendo ambao ni wa hisia huwa unazima. Wale watu wamewahi kuwasha moto ya mafefe wanaelewa. Inawakanga moto kubwa sana. Ukipiga kiberiti within no time unasikia moto ni kubwa, lakini haipatie dakika 10, dakika 20. Fanya nini? Imeisha. Lakini ule mtu akachukua muda, akatafuta visiki, akatafuta zile mapost zimebaki, akaweka, anaweza kuchukua muda sana kuwasha hiyo moto, maana haishiki rahisi. Lakini na yeye mpatie muda, moto huo utakaa muda mrefu sana. Ile gharama amelipa kuiasha ni tofauti na huyu anaasha moto ya mafefe. Kwa Kiswahili ni nini? Wangapi hawajui mafefe? Sasa kama mimi najua, hakuna mtu atakani kujua, si ndio? Hiyo ikipigwa kiberiti imewaka, inashika, inakimbia. Na hivyo ndivyo ambavyo kizazi kile tuko ndani kina hiyo msisimuko, hiyo passion, hiyo moto, lakini within no time imezima. Lakini anahitaji watu ambao wamekwisha kuweka moto wao vizuri, ukashika, ukakolea, mpaka sasa hauzimi. Then hao ndio watu ambao wanatumia lugha, nenda utafute watu pia uwafundishe. Kitambo moto ungewashwa, ungekaa muda mrefu, hata mwaka bila kuzima, si ndio? Jioni wanaenda wanachunga ng'ombe, wanamaliza, watakuja jioni waweke tena visiki. Asubuhi wameenda wanaangalia, watarudi, hiyo moto izimangi. Si kama saa hizi lazima ununue kiberiti bundle ujaze hapo. Gasi hazikuwa, ni nyinyi mko na gas. That is why ni ngumu kuelewa mambo zingine. That's why kizazi cha leo inabidi mpikiwe kidheri. Hata ni mama, lakini hawezi. Kwani ni lini wamepika kidheri kwako? Hakuna. Ni ile unapikiwa kwa barabara. Okay, unakulanga kidheri, sijasema ukulangi, lakini ni lini mwenyewe umechukua kabisa ile nyungu ya kina mama, ukaweka kwa jiko, ukaweka moto mpaka ikaiva? Ni kitambo sana. Hata hebu nione wale wamepika recent wiki. Ona niko na mama Purity wawili. Hao wengine amekula kidheri, yes, lakini amekula ya kibanda. Maana huo muda wa kungojea mpaka iive hakuna. Sasa hicho ndicho kizazi tuko ndani.
hiyo muda ya kukaa mpaka huyo Mungu ambaye unaongea habari zake azaliwe kwako, afanye mambo kwako, haipo. Sasa huu upendo lazima ndio uweze kulea kizazi cha leo. Utahitaji uvumilivu sana, utahitaji uwe mtu mwenye patient mingi, uvumilivu. Anasema upendo huu, verse 4, uvumilia. Number 2, hufadhili. Number 3 anasema upendo hauhusudu. Kule tuliongea habari za wasingiziaji, the same thing anarudia hapa. Number 4 anasema upendo hautakabari, haujivuni. Anasema haukosi kuwa na adabu. Anasema hautafuti mambo yote. Sasa ukiwa unataka kutengeneza mtu na umshauri ili aweze kukua, kuna vitu ambazo utaneglect, hautahesabu, hautaangalia upate a perfect person, mtu ambaye ni mkamilifu 100%, hayuko. Hata ukitafuta pastor mkamilifu, mimi natafuta kanisa ambalo watu ni perfect, hakuna mtu anaweza huwezi pata unless uende mbinguni. Mbinguni utapata, lakini hapa mahali tunakaa huwezi pata perfect church, a perfect pastor. Kwanza ukipatia concentration mtu, ukitaka kuona weakness yake, huwezi enda dakika 10. Kwanza mimi huwezi enda 10 ni mingi, dakika 1, because ni weakness. Sasa utahitaji uvumilivu mkubwa sana, ya hali ya juu sana, ili uweze kupata kile kitu Mungu anataka. Sasa kizazi ambacho tunakaa ndani, akina mama ambao wataamua tutainua generation nyingine, unless tunataka generation ipotee, unless tunataka kizazi kipotee. Na ndio sababu Mungu itakuwa ni ngumu kutafuta Mungu, itakuwa ni ngumu kuomba, itakuwa ni ngumu kuattend ibada, itakuwa ni ngumu kushauri mtu, maana utakuwa na makwazo every time. Lakini upendo wa Mungu ukizaliwa, utasikia unatamani kulea mtu, unatamani kuinua mtu akae kama wewe ili asipotee. Basi lakini kwanza hawa kina mama mali tumeangalia wako na condition. Anasema wenyewe itabidi watunze kitu kinaitwa utakatifu, ili wawafundishe hawa wengine kuwa safi. Sasa majukumu yako ni hiyo kwanza, inaanza hapo. Sasa upendo huu utajipata hauna emotions, hauna hisia. Sasa utaanza kuongozwa na mtu anaitwa Roho Mtakatifu. Utasikia mzigo sasa ya kutojipatia leadership, utaanza kujipatia Roho wa Mungu anataka nini. Roman 8 verse 14, nianze hapo sasa message yangu. Roman 8:14. Nyinyi mna Bible ama mko nayo? Roman 8:14. Soma yako. Leo niliwapata ghafla. Inasema hivi: kwa kuwa hawakumpokea tena roho wa utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. 16. Roho Soma 14. 8:14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Asante. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndiye wana wa Mungu. Kuna tofauti ya mtoto na mwana. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya mtoto na mwana. Mtoto ni mchanga, huwezi muaminia kitu, huwezi mdhamini. Na mtoto atafanya mambo kama ya kitoto. Lakini wakiwa wana, anasema wao wanaoongozwa na Roho wa Mungu, wao ndiye wana wa Mungu. Sasa wakiwa wana,
Mungu atawashirikisha kwenye mema yake. Wakiwa hawana hisia zao, wana hisia za Mungu. Wakiwa wako na passion ya Mungu. Wakiwa utajipata is like now wanaanza kumpatia Mungu nafasi ya kipekee. Why? Because now the Spirit of God will push you to the things of God. Roho wa Mungu atakusukuma kwa vitu za Mungu. Sasa inafika kipindi ambacho ni kweli kuna mambo ambayo unapita through, kuna mambo ambayo unakutana nayo, kuna mambo ambayo una face kwa maisha, lakini mambo hayo hayakupatii tension sana kama vile Mungu anavyokupa tension. Utasikia mzigo wa kutaka sasa kuongozwa na Roho wa Mungu. Anasema bali wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, basi wao ndiye wana wa Mungu. Sasa every time mama atatamani mzigo wa ushirika na Mungu, ushirika na Roho Mtakatifu, ushirika na Mungu, because most of the attacks lies with the ladies. Mtu wa Mungu utaelewa wakati Mungu anaongea Genesis 3:15. Can I read that? Genesis 3:15 inasema hivi, nami nitaweka adui kati yako na huyu mwanamke. Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Asante. Umesikia mahali amesema mwanaume? Nitaweka nini? Uadui. Sasa aka anaongea habari za shetani na anaongea habari za mama. Sasa utaelewa katika ulimwengu wa kiroho mambo yote itatokea ni kwa sababu inalenga mtu anaitwa Eledi. Mambo yote itatokea kumtandika mwanaume, but issue si mwanaume, no, ni attack kwa mama. Itatokea kwa mtoto, mtu wa Mungu, lakini mambo si mtoto, hapana, ni mama. Mama ndio target kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Mama ndio target kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke. It's not a man. Hapana. The greatest enmity is between the devil and a woman. Nitakuonyesha kwa nini shetani akapenda hivyo, ama kwa nini ikawa ni uadui mkubwa. Katika message yangu nimeandika the treasure in a woman. Hazina ndani ya mwanamke. Hiyo ndio title ya message yangu, the treasure in a woman. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Sasa utaelewa mtu wa Mungu, attack inayotokea kwa watoto, lengo si watoto, hapana, lengo ni mama. Attack inayotokea kwenye kazi, lengo si kazi, hapana, lengo ni mama. That is the main suspect. Ule mtu ambaye anatafutwa sana katika ulimwengu wa kiroho ni mtu wa kike. Na ndio sababu mambo ikiharibika wanaume uran rahisi. Maandiko inasema hivi, mwana mwenye hekima mwana mwenye hekima umfurahisha baba yake, lakini mwana mpumbavu tuongee wapendwa. Tunaongea sio? Tunaongea sasa, tunaongea mwana mwenye hekima umfurahisha babaye. Mwana mpumbavu ni mzigo kwa nani? Si kwa baba, ni kwa mama. Anytime kunatokea kitu ambacho ni mzigo, men run away. I will show you. Na ndio sababu utajipata kina mama wanabeba mzigo ambao ni mkubwa sana. In case of anything, ule mtu huwa anabaki na mzigo ni mama. Kwa nini? Maana attack kubwa si watoto, ni mama. Can I show you a simple scripture?
2 Kings chapter 4 verse 19. 4:19. Inasema hivi, akamwambia babake, kichwa changu, kichwa changu. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mamake. 20. Akamchukua akampeleka kwa mamake. Sasa mtoto amegonjeka. Wapendwa, let us reason together. Yeye ameenda kuangalia kwa shamba na mtoto. Basi mtoto amegonjeka. Anahitaji kumpeleka wapi? Hospitali, si ndio? Sasa inatokea aje unamwambia mjakazi, beba mrudishie mama yake, na niwe umeenda naye kwa shamba? Mchukue mpeleke kwa mamae. How? Mimi nilikuwa nadhani okay, tumetoka tumeenda. Sasa mama ako nyumbani. Then the easiest way ni tutafute hospitali iko karibu, mtoto apeleke hospitalini. Lakini tuanze verse 19. Tunaangalia. Maana nikihubiri nitakuwa nimekosea sana. I've only come to talk to you. Inasema akamwambia babake, kichwa changu, kichwa changu. Kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mamake. Mchukue mrudishe kwa mamae. Akamchukua akampeleka kwa mamake. Akampeleka kwa mama. Naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri. Naye akakaa wapi? Kwa magoti ya mama. Nisikilize. Now, ni nini inamaanisha? This lady, she's a prayerful lady. Alipokutana na mtoto, mtu wa Mungu, akaona hii hali haihitaji ushauri mwingine, maana siwezi mrudishia baba yake. The only place ambapo alitambua kukaa rahisi, maandiko inasema akaingia kwa magoti. Now, nisikilize, hakuna siku ambayo magoti imewahi kuua kitu. Inaweza ikafa, but still itaishi. Unaweza ombea kitu muda mrefu na hauoni matokeo yake until you give up. But listen, hakuna siku ambayo magoti imewahi kuua kitu. It is where life is given. Huyu mama alipopewa mtoto, maandiko inasema hivi, akakaa na mtoto wake kwa magoti. As she was in prayer, maandiko inasema mtoto akafa. Ilipofika saa 6, mtoto akafa. Indeed, nisikilize, ni mtoto wa pekee, the only son wa uzee. Mtoto akafa. Akainuka akabeba mtoto. Next verse, maandiko inasema akamweka kwa kitanda cha mtumishi wa Bwana. Indeed, akamweka kwa madhabahu bado. Akatoka. Nisikilize, mama ambaye napenda vile hawa wa mama wanavyosema. Tunarudi hapo Exodus 1:19. Napenda vile huyu mama wanavyosema. Napenda vile Exodus 1:19 anavyosema. Inasema hivi, wazalishaji wakamwambia Farao, ni kwa sababu hayo mwanamke, ni kwa sababu hawa wanawake ama huyu mwanamke wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Mwanamke wa Kiebrania si sawa na mwanamke wa Kimisri. Nisikilize, kila anasema ni hivi, jinsi wanawake walio na Mungu wanavyofanya kazi ni tofauti na wanawake wengine. The way they handle matters is different. Jinsi wanavyotenda mambo ni tofauti. Wanavyokutana na hali na vile wanavyotoa jawabu yake ni tofauti. Wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Na next verse anatumia lugha ni hodari. They are very strong. Sasa ni kweli kuna mambo inatokea. Huyu mama akakaa na mtoto. 2 Kings 4:20. Akakaa na mtoto kwa magoti yake. Alielewa, mzigo siwezi ubeba na akili, siwezi ubeba na nguvu zangu. I must carry it spiritually. Alielewa, akakaa na mtoto wake kwa magoti.
Mtu wa Mungu alipokuwa kwenye maombi, kufunga na kuomba, anamuombea mtoto wake kuanzia asubuhi. Ilipofika saa 6 mtoto akafa. Maandiko inasema akabeba mtoto, maana kumbuka ni tofauti na wanawake wengine. Akabeba mtoto akamweka kwenye madhabahu. Maandiko inasema kitanda cha mtumishi wa Bwana. Alipomweka hapo akaondoka, akafunga punda, akaanza safari kwenda kumtafuta mtumishi wa Bwana. Alipokuwa anamtafuta mtumishi wa Mungu, maandiko inasema Elisha akamuona kwa mbali, akamtuma Gehazi, akamwambia nenda ukutane na huyo mwanamke. Alipofika, Gehazi akamuuliza, mama, mambo yote ni sawa? Je, mzee ako sawa? Mtoto ako sawa? Kumbuka mtoto ameshakufa. Akamwambia wako sawa, everything is well. Kumbuka wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Mnakuombea mtu wa Mungu, Mungu akupatie roho tofauti. Angalia verse 26, 2 Kings 4. Mambo imeharibika. Kuna mambo ambayo huwezi ongea na kila mtu. Hapana. Hapana, utahitaji stamina ya kiroho kutafuta jawabu lake ulimwengu wa kiroho. The woman dwelled in the knees, kwa magoti yake. Angalia verse 26. Inasema hivi, tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Piga mbio kwenda kumlaki. Ukamwambie hujambo. Hujambo, how are you? Mume wako hujambo. Mzee ako sawa? Mtoto hujambo. Mtoto ako sawa? Akajibu hawajambo. Akamwambia all is well. Mtu amekufa. Maana alielewa jambo moja, hata Gehazi ukimshirikisha habari hizi, huyo mtu hawezi kusaidia. Mtu wa Mungu, tokeni kiwango ambacho cha kukua wanawake wa kawaida. Tap ndiyo inakuwa level ya kudiscuss mambo yako. Hapana, umeanguka mtihani. Salon inakuwa mahali pa kuongea habari za nyumba yako. Hapana, umeanguka mtihani. Tokeni kiwango ambacho cha kushirikisha mambo people that can't help you. Huyu mama akaelewa, maana ana roho tofauti. Akamwona hata nikimwambia Gehazi mtoto ameshakufa hawezi nisaidia kitu, I'll be wasting my time. Akamwambia all is well. Mtu wa Mungu, jifundishe kufika point ambapo ni kweli mambo nyuma haiko sawa, lakini ndani yako mambo iko sawa. Jifundishe, fika mahali ambapo kuna vile ambavyo watu wanaongea, lakini vile watu wanaongea haita control maisha yako. Hapana, maana utaanza kuongozwa na roho wa Mungu. It's a point where now you will attract the spirit. My goodness, I wish naongea na mtu. Fika kiwango ambacho utampatia roho wa Mungu nafasi. I'm ready to be led by the spirit. Maana hatuko tofauti na wanawake wa dunia hii. Hapana, tunabeba roho nyingine. Hali ni ngumu kweli. Kilio kile ako nacho ndani ya moyo, but anaweza aka-afford akawaambia watu things are well. Fika kiwango ambacho si kila mtu anakuhurumia. Hapana. Kuna watu wengine, indeed the more they just watapata uchi wako, the more everybody will know your nakedness. Fika kiwango ambacho si kila mtu atajua uchi wako. Nimeanguka mtihani, nitaamka mwenyewe. Si mimi nimekuja mwenyewe, nitaamka mwenyewe tu. Nitaamka tu. Fika kiwango ambacho mambo mengine unayokutana nayo si kila mtu anaweza ongea habari hiyo. Hapana, even in the church. Reach a point ambapo kuna mambo ambayo you will not talk with everybody. Hapana. Pasa, what I'm going through is tough. Lakini unaangalia nguo imepigwa pasi, mpaka unamuuliza, wewe na kile unasema hamwendi pamoja. Anakuambia, pasa, hii ndio mambo ninapitia. Lakini vile ako, hata akipita kwa barabara, unasikia mtu anakuambia, mama, si unikopeshe 50,000. Yaani unaangalia mtu anakuitisha 50,000 na wewe mwenyewe sapa jana hujaipata, lakini vile ambavyo upo you are very strong, mpaka shetani anashindwa, what kind of a woman is this?
huyu ni mwanamke wa aina gani? Kwa sababu wanawake wa Kiebrania ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Wako hodari, wako na nguvu, wako shujaa. They are not the same like any other wife. Toka kiwango ambacho cha kusema sisi ni wanawake wote wadhaifu, wote tumevaa skati. Toka hiyo kiwango cha kuhurumiwa. No. Unajua sisi ni wanawake wa neno. Mtu wa Mungu, fika kiwango ambacho ni mwanamke kweli ni wa neno, lakini ni mwanamke ambaye roho wa Mungu anatawala ndani yake. Tokeni kiwango cha kusema sisi ni teamwork. Ni kweli teamwork ni nzuri, lakini fika kiwango ambayo personal love na Mungu itakuwa serious. Hautavunjwa moyo rahisi. Hapana, mtasikia mumebond kama wamama ambao wavunjikangi moyo. Wanajenga msingi ambao ni imara, si msingi utabomoka. Napenda mama ama shosho yake Timothy. Maandiko inasema ndoa ikaharibika. Unajua mtu wa Mungu, ni kushangaze. Tumewahi kupata mwanamke ambaye aliwahi pata mtoto bila mwanaume, lakini tujawahi pata mwanaume amewahi pata. Hakuna. Lakini kuna mwanamke ambaye alipata mtoto bila mwanaume, anaitwa Mary. Fika kiwango ambacho mtu wa Mungu utainua msingi, kiwango ni strong. Akainuka huyu mama, ndoa ikaharibika na akashindwa. What can I do? Anapenda Mungu, anapenda maombi, lakini ikashindikana kusimama. Akarudi. Aliporudi maandiko yanasema she persisted in making sure anaweka order katika maisha yake. Akaweka order. Maandiko yanasema akajenga imani yake. Within no time akapata msichana anaitwa Eunice. Akamlea Eunice kwa njia za Mungu kabisa. Makosa Eunice yakafanya, akaolewa na mzee pia hajaokoka. Alipopata firstborn anaitwa Timothy. Mama alipata msichana firstborn anaitwa Eunice. Ndoa ikavunjika. Hasa ni nini? Akajaribu isimame, ikakataa. Akawachana nayo. Akalea msichana wake akakuwa mkubwa. Msichana pia akapata mzee, akaolewa na mzee. Tukiangalia Acts 16 ndio tunapata mzee wa baba yake Timothy, mzee wake Eunice. Ndoa ikakataa. Msichana akaamua kurudi kwao. Aliporudi kwao, mama yake akamwonyesha, can I show you the ways of God? Mpaka Timothy akizaliwa, Paul anatuambia, unajua ile kile ninaona unataka, naamini kabisa utapata. Kwa sababu ile imani ninaona ndani yako, hiyo imani kwanza niliiona kwa nyanya yako, na hiyo imani nimeiona kwa mama yako, hiyo imani nimeiona kwako. Ninaamini ukitaka kuwa daktari utapata. Mtu wa Mungu, kuna vitu ambavyo you must change. Huyu mama akatoka, mtoto mambo ni mbaya, hakuna mtu anamuelewa, lakini akaona siwezi ambia kila mtu what I'm going through. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu. Nisikilize, the lady loved prayer. Mtu wa Mungu, inaweza onekana imezima leo, lakini neema ya maombi kwako haijakata. Bado kile unataka hakijaisha, kitafufuka tena. Kitaishi tena. Hakuna siku magoti, maombi, maoya, hakuna siku imewahi kuua kitu. Hakuna. Mtu wa Mungu, hakuna. Inaweza onekana matumaini imekata, but give it time, ipatie muda, itazaliwa tena. Mtoto akaenda, akafika, akaulizwa na mtumishi wa Bwana, kunaenda aje? Akamwambia mambo iko sawa, lakini naomba kama tunaweza kwenda. Akamuuliza, kwani naona kwani mtoto yuko sawa? Akamwambia tuende. Akachukua fimbo akamwambia huyo kijana Gehazi. Ule mama alikataa kuongea, akamwambia kimbia mbele, uwekee mtoto fimbo atapona. Akatoka akaenda mbio, kisirani ni kisirani tu. That is why mama alikataa kumshirikisha kwa mambo yake. Akawekea mtoto haponi, hakufuka. Mtumishi wa Bwana akaenda. Maana mtoto alikuwa, maandiko yanasema verse 21, anasema alikuwa amemweka kwenye kitanda kile mtumishi wa Mungu alikuwa anakaa. Indeed, alikuwa amemweka kwenye madhabahu. Anything that is carried on the altar, mtu wa Mungu, chochote ambacho unaweza taka kufanya, uhai wake uko kwenye madhabahu. Mama, nguvu za mama hazipatikani kwenye salon, zinapatikana kwenye madhabahu. Nguvu za mama hazipatikani kwenye beauty yake, zinapatikana kwenye madhabahu yake.
Nguvu za mama hazipatikani kwenye pesa. Pesa inaweza ikakucontrol, na unaweza ukacontrol pesa wewe, maana Mungu anataka sisi tu control pesa, si pesa itu control. Na hiyo tu unaweza control pesa ukiwa na madhabahu strong. Nisikilize, mali ni roho. Mali ni roho. That is why maandiko inasema hivi, hautaabudu Mungu na uabudu nini? Mali. Hakuna mahali shetani, hata shetani ni kanyau, kanini hivi kadogo. Hakuna mahali ambapo shetani hata anatajwanga. Anasema usipochunga unaweza abudu Mungu vizuri ama ukaabudu mali. Sasa mwanamke ambaye spirit yake imezama kwenye madhabahu ana uwezo wa kugeuza mambo kwa njia kubwa sana. Mtu wa Mungu, utahitaji kuweka misingi kwa Mungu. Angalia Colossians 2 verse 7. Utahitaji kuweka msingi kwa Mungu, foundation kwa Mungu. Inasema hivi, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Soma vizuri Masi, soma vizuri Masi. Wenye shina ni mizizi. Wenye shina, wenye mizizi. Mizizi kwa Kikuyu ni nini? Mary. Sasa weka Mary. Wewe unaitwa Mary. Unaitwa nani? Mary wewe. Fika mahali mama ambapo utaweka mizizi kwa Mungu. Mizizi, roots. Tokeni katika wokovu wa seasonal. Mambo iko sawa, umesimama kwa Mungu. Mambo haiko sawa, umeng'oka kwa Mungu. Fika mahali ambapo mtu wa Mungu umeweka meli ama mili. Hiyo sasa umeiweka kwa Mungu. Anasema wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Mmefanywa imara kwa imani. Mmefanywa imara. Kazi yangu kama kuhani ni make sure ya kwamba umeweka mizizi kwa Mungu. Number 2, umejengwa kwa Mungu. And number 3, kama mlivyofundishwa mkizidi. Turudie mstari. Wenye shina, wenye kujengwa katika yeye, wenye kujengwa katika Mungu, mmefanywa imara kwa imani. Mmefanywa imara kwa imani. Kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Thank you so much. That is why Paul akaliombea kanisa, akasema mfanywe imara katika utu wa ndani. Mami, hivyo tunavyokuona nje kuna mtu mwingine ndani. Na huyo mtu wa ndani ndio ukiweza kumlea awe strong, jaribio lolote ambalo utakutana nalo utashinda. Huyo mtu ako ndani. Mwanamke yeyote ambaye either ameenda shule ama hajaenda shule, amesoma ama hajasoma, amezaliwa wapi, ako na nguvu ndani zake. Na hizi nguvu ndizo umsaidia mwanamke kuwa strong. Number 1, power inside a woman. That is the treasure natumia. Number 1 inaitwa incubation power. Nguvu za umayona kuku inataga mayai, kisha unaiwekelea mayai ikalalia mayai. Hiyo process ya kulalia mami tunahitaji kukomerelia. Namna hiyo sasa. Mwanamke ako na nguvu inaitwa kukomerelia. Mwanyita hii tuamwe. Ako na hiyo. Mtu wa Mungu nisikilize, unaweza achwa anywhere. Lakini mwanamke kile ambacho anahitaji ni apate kitu kinaitwa mbegu, a seed. Anaweza kutana na kitu kidogo sana, lakini anaweza ilea ikawa kubwa sana. Mtu wa Mungu ni nguvu ambazo Mungu amemdhamini mtu wa kike nazo. Anaweza kutana na kitu kidogo, mpatie muda, itakuwa ni duka kubwa sana. Anaweza anza biashara mpaka umuulize, umeanza biashara na shilingi 500? Anakuambia hii biashara pasa, nilianza hata si 500, ni mtu tu kama nilikuwa nauzia mtu vitu, nikamuuzia nikaenda na hiyo nyingine sasa nikaanza yangu. Yaani hata hakuwa na capital. Maana anaweza akakomerelia, anaweza
kukomerelia. Hiyo lugha. Unaweza ukakomerelia kitu mpaka ikazaliwa, mpaka ikawa kubwa. Ni nguvu ambazo Mungu amempa mtu wa kike. Anaweza kutana na kitu kidogo, but give her time. As long as ni mwanamke ambaye anaweza akatunza vitu kwa magoti. Maandiko yanasema huyu mama akakaa kwa magoti, itamea, haiwezi kufa. Inaweza onekana uko na changamoto mwanzo, ni normal. But ipatie muda. As long as you don't give up on your prayer. Kiukia mtu mwambie prayer. Mwambie prayer. As long as amekaa kwenye maombi, huyo mama anaweza akakomerelia kitu ikazaliwa. Bwana asifiwe. Utajipata umeshinda roho inayoangamizanga vitu. Utajipata umeshinda mamlaka inayokomeshanga watu wakakosa kufika kwenye hatima zao. Utajipata umeleta mambo mapya katika spirit yako, maana una uwezo wa kulalishia kitu mpaka kikazaa kingine. Unaweza ukaanza kitu kimoja, within no time tunakupata uko na biashara 10. Ametoka wapi? Alipata moja, na kwa sababu anaweza akailalishia, akaincubate, imechipuka. Is a power inside the lady ambayo Mungu amemdhamini mtu wa kike na hayo mamlaka. Amemdhamini mtu wa kike. Goddess, wanaume hawana hiyo. Number 2, kitu ambacho Mungu amemdhamini a lady inaitwa power of motivation. Motivation ama kuhamasisha. That is why marketers wengi, wale watu wanafanya marketing wengi, ukiangalia kwa TV, ukiangalia kwa vibao billboards, ni kina nani wamechorwa sana? Ladies. Anaweza akawa mtu ambaye anaweza kabisa akamotivate watu, anaweza akahamasisha watu. Wakati umeanza kitu na wewe utaki, hiyo watu hawajui kile unafanya, shida ni wewe. Ni wewe tu ndio umekataa. Mtu wa kike na mtu wa kiume wakienda mahali, mtu wa Mungu, jipatie wiki moja, utasikia watu wanajua kabisa kuna msichana fulani, kuna mama fulani amekuja hapa, lakini mzee ni ngumu sana. Wako na hiyo neema kina mama. Na ndio sababu politicians wameelewa hiyo secret. That is why wakati mwanasiasa anataka kuanza kusimama ili anatafuta kura, utasikia amenunua kanga, maleso, anapatia kina mama. Ni ngumu sana uone ambeba matroza anapatia wazee. Ni ngumu sana. Wameelewa, ukitaka kupata mama pata wa mama 5, pata tu wa mama 10 wanakuamini. Jipatie muda, utajipata watu 10,000 wanakujua. Pata tu wa mama 10. Just get 10. Wapate 10 tu. Chukua malezo wapatie. Utasikia hizo lezo ndizo wamejifunga kila siku. Una mama Alex. Mama Alex. Asante kwa Yesu. Nisikilize. Inaitwa nguvu za kuhamasisha, motivational power. Na ndio sababu Yesu alikutana na mwanamke mmoja tu. Mwanamke mmoja. Angalia John 4:28. Mwanamke mmoja tu, si wawili, mmoja. Huduma ikapata kuchipuka. Ukipata wamama ambao wanaweza wakazaliwa, nyinyi tu mkubali kuzaliwa katika huduma hii. You see how the ministry run. Inasema hivi, basi yule mwanamke akauchukua mtungi wake. Soma vizuri basi. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake. Yes. Akaenda zake mjini. Nasema John 4:28. Akauacha mtungi wake. Aliposikia habari za Yesu, akauacha mtungi, mama moja, akaenda zake mjini. Akawaambia watu,
Njooni mtazame mtu akawaambia watu, njooni muone mtu aliyeniambia mambo yote aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda. Verse 39. Mama moja, nguvu inaitwa nguvu of mobilizing people. Wamama wako na hiyo neema. Mama wako na hiyo neema. Wamama mtu wa Mungu, nyinyi hivi vile mko mkipenda hii huduma tu seriously hivi tu, unajipata kupata watu 10,000 si kazi ngumu. Ni neema Mungu amewapa watu wa kike. Angalia verse 39. Inasema, na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno lake yule mwanamke. Kwa sababu ya neno la nani? Ya yule mwanamke. Imagine, akatoka huyu mama, maana Mungu amewapa nguvu. That is why kampuni nyingi zinatumia marketing wa mama. Mbona nyinyi mnaanza biashara zenu na hamtaki kuzifanyia marketing? Nini nawasumbuanga kina mama? Mbona unaanza kitu alafu hutaki kuifanyia marketing? Ni neema ambayo Mungu amempa kila mwanamke. Kila mwanamke. Na ndio sababu mtu wa Mungu, ukitaka mambo ipenye, angalia TV nyingi zinatumia ladies. Angalia mafuta mingi ya kujipaka ladies. Angalia kampuni nyingi kama kina Bidco ladies. Maana picha ya mtu wa kike inaenda haraka kuliko picha ya mtu wa kiume. Sana. Hata okay, wewe unaendanga Facebook. Si mnapenda Facebook? Angalia likes za kina mama zinakuanga juu kuliko kina mama, kina wazee. Angalia, mzee anaweza akaandika kitu, kwanza watu wanaweza kulike tu, lakini kina mama lazima comment ziko. Beautiful. Unakaa, unaelewa? Kuna mwingine alikuwa anaambia mwingine kwa ofisi, na umebeba. Ametoka wapi akaangalia mpaka akafika hapo. Ni neema ambaye Mungu amewapa kina mama. Ukielewa kutumia hizo nguvu, mtu wa Mungu, hatuwezi tukaongea habari za kukosa pesa kina mama. Hapana. Kile ambacho kimesaidia mama anaweza akatunza uchumi wake, finances zake, ni kwa sababu akona kitu kinaitwa power to motivate. Anaweza anza kitu kidogo na anaweza ifanyia marketing ya hali ya juu sana. Within no time utasikia kila mtu anajua, kuna mama anauza nguo nzuri hapa, kuna mama anauzanga mkimo hapa, kuna mama anapikanga chapati hapa. Amepata wa mama kidogo tu, kwa sababu ladies wako na hiyo nguvu. Ni wewe ukikubali kutumia nguvu ambazo ziko ndani yako. That is why Paul anasema Mungu afanye imara katika utu wenu wa ndani. Utu wenu wa ndani, your inner man, your inner person. Mtu wako wa ndani. Ni vile wewe umewacha mtu wako wa ndani anakuwa anadhoofika, anakuwa weak. Mtu wako wa ndani ukiweza kumlea katika madhabahu awe strong, huyo mtu wako wa ndani, mtu wa Mungu, wewe uwezi kuomba shilingi 10,000, mtu nikopeshe 10,000. No. Maana mtu wako wa ndani ako na hiyo power ya kupata. Anaweza anza njugu pale. Mtu wa Mungu, within no time kila mtu anasikia kukula njugu. Nilienda basi fulani Nairobi nikiwa bado ninasumbuka na matatu kama venye nyinyi, lakini mtamaliza period tu. Utamaliza system yako. Lazima umalize system yako. Lady moja akaja na njugu ambazo zimepikwa, ni njugu na sijui zimewekwa unga ya nini. Yaani vile anaongea mtu wa Mungu mpaka unatamani kula hiyo njugu. Anakuambia hizi njugu ukikula, mtu wa Mungu, unakuwa very strong, unakuwa very vibrant, unakuwa very active. Mpaka unajua mtu kila alipata, kwanza tuko busy, kila mtu anaangalia simu, kwanza unaweka simu chini, una concentrate na yeye. Baadaye baada ya kumaliza kuongea kama dakika 3, anasema hizi ukinunua moja ni bei gani, lakini nakupatia tu tatu. Sasa ukipiga mahesabu ya 3 amekukatia shilingi 5 peke yake. Believe me, within no time akachukua kato na akafungua. Watu tulikuwa nakula 3 including me pastor. Including me 3. Ngapi 3? Alileta box karibu 4. Aliongea dakika karibu 3-4, aliuza box karibu 4 kwa hiyo basi. Na njugu hizo ile amenini ka packet anauza 45, hizo box hizo 3.
aliuza carton karibu 4 hapo. Dakika ngapi? 3 za kuongea. Mtu wa Mungu, wacha kwanza kujitetea, jifundishe kwanza kujiuza. Market your spirit, market your business, market what you're doing, learn to talk well. Ni vile shetani ametugeuza sasa, tunaongea vile hali ilivyo, vile mambo tunapitia. Huyu mama akaona sitaongea kile I'm going through, no. Akamwambia kunaendaje? Akamwambia mambo iko sawa. Fika kiwango ambacho mtu wa Mungu ile mambo unapita through haitakusubaisha. Maana hiyo inataka kukuwestia time, inataka kukuchelewesha. Fika mahali ambapo utaconcentrate na kule unaenda. What am I doing? Ni nini ninafanya? Ladies wako na hiyo neema. Mtu wa Mungu, unajua wale watu ambao tunaangalia ya kwamba walimhudumia Yesu na mali yao ni kina mama. Unataka kusema walimhudumia na mali wakiwa maskini? Hii roho ilitoka wapi ati kina wazee ndio wako na pesa, kina mama hatuna pesa? Ni wapi tulibadilishiwa game? Ni nini hiyo? Maana tumekataa kutumia nafasi vizuri. Nafasi vizuri. Abigail, maandiko inasema mzee wake, Biblia inasema ni mjinga kama vile jina lake lilipo. Umeisoma hivyo? Akasema Nabali, anasema kama vile jina lake lilivyo ndivyo alivyo mjinga tu. Imagine anasema hivyo, lakini maandiko inasema Nabali was rich, my pastor. Nabali alikuwa tajiri. Alikuwa tajiri, alitoa wapi? Nikushangaze. Daudi akatumana vijana, nendeni kwa Nabali, maana wakati alikuwa anataka msaada tulimsaidia. Nyinyi pia muende kwake awapatie at least unga tuje tukule. Walipotumana wafanyikazi wakaenda kwa Nabali, akawaangalia wa vijana akawaambia, huyo mtoto wa Jese ni nani? Enda mwambie sitaki ujinga. Maandiko inasema ujumbe ulipomfikia Daudi, akafunga punda akasema, leo kama kuna mwanaume ako na longi, tuone kama atakaa kwa nyumba ya Nabali. They will all die. Mama alipokuja akasikia habari kama hizo, anaitwa Abigail. Maandiko inasema akafunga punda, akasema tukimbie mbio kabla Daudi hajafika. Akachukua unga, akachukua mikate, akachukua chapati, akachukua keki, akachukua maziwa, akaweka kwa punda, wakakimbia. Alipofika akamuona Daudi, akashuka kwa punda. Maandiko inasema akapiga magoti yake, akamwambia, bwana wangu, please msamehe bwana yangu, msimdhuru. Kama tu vile ambavyo jina lake ni mjinga, hivyo ndivyo alivyo, lakini naomba mvumilie tu please. Nimekuletea kila kitu unataka. Nisikilize, wakati dili zilikuwa zinatokea, Nabali hakuwa anaweza kujitetea. Ule mtu alisimamisha nyumba ya Nabali ni mama, anaitwa Abigail. Abigail ndiye alikuwa mlango wa magari kuingia kwa Nabali. Abigail ndiye alikuwa mlango wa watoto kwenda shule kwa nyumba ya Nabali. Abigail, wakati alikuwa anasikia kuna tenda mahali, anaambia mzee, wewe tulia, wacha mimi nipige deal. Maana mzee hajui kuongea, mama ndiye anajua kuongea. Mzee hajui kujitetea. Mtu wa Mungu, unaweza ukapima mambo, ukaangalia mama. That is why Biblia inasema hivi, mwanamke atamlinda mume wake, hata wale mumeolewa. Ni makosa when the house is struggling. No, mama akona neema, anaweza badilisha mambo kwa wepesa. Wakati mzee ana struggle, mzee akubaliki mahali sana, mwambie mzee kwanza tulia kidogo. Haujabadilisha majukumu, no. Ni vile umeamua kuchukua responsibility ya kile kiko ndani yako kifanye kazi. What is inside you to work. That is why shetani anaelewa, wamama wakiinuka hivyo, kanisa linapenya, society inaamka, watu wanakuwa very strong. Sasa ameelewa hiyo, amefinyilia kina mama. Na wamama wamekubali kufinyika. Naomba Mungu kuanzia leo hautakubali kufinyika. Spirit yako itainuka na utaamua to survive in another realm. Nisikilize, wale watu walimsaidia Daudi kuamka si wazee, ni kina mama. Wamama wakamwangalia huyu kijana, wakampenda, wakampokea, wakashikana mikono. Maandiko yanasema wakaanza wimbo moja tu. Walikuwa wanaimba wimbo moja. Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Hiyo kawimbo
Within no time Kiganjo mzima ikawa ni wimbo. Within no time Thika mzima ikawa ni wimbo. Within no time Kiambu mzima ikawa ni wimbo. Within no time Kenya mzima ikawa ni wimbo. Daudi akafanyika president. Walishikana wamama kadhaa. Mtu wa Mungu angalia huu mstari utakusaidia sana. 1 Samuel 18:7. Wamama wakashikana mikono. We will make sure this. Wamama wakiamua kuinua mtu ni hivyo. Wamama waamua focus na mwanasiasa mmoja atakuwa MCA. Ipatie muda. Huyo mtu anapita kura. 1 Samuel 18:7. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza. Wale wanawake wakaitikiana wakinini? Wakidance. Wakasema Sauli amewaua 1000 zake. Sauli ameua 1000 zake. Na Daudi 10,000 yake. Mtu wa Mungu. Kuna mahali David alikuwa ameua 10,000. Yaani ameua Goliath peke yake. Lakini wakaanza kusema ameua 10,000. Wapi? Lakini ni kawimbo tu kina mama walikatunga wakainuka nako. Mtu wa Mungu, within no time kila mtu alikuwa anaongea David. 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 Within no time kila mtu kura ni kwa huyo. Ni spiritual. Mbona tunatumika sana, tunaweza kuinua wanasiasa, na mbona we have become stuck? Ni nguvu ambazo Mungu amempa mtu wa kike. Anaweza akafanya kitu na ikalipuka ikiwa iko chini. Anaweza akafanya kitu na ikaamuka. Ni nguvu ambazo ziko ndani yetu. Tunapoenda kuomba, mtu wa Mungu, let that power come out. Ruhusu hizo nguvu za Mungu zichipuke. Ruhusu hiyo neema ya Kristo ichipuke ndani yako. Yale mamlaka ya Mungu. Unaweza wacha kusema kwamba pasa mzee amegwama. Mtu wa Mungu, unaweza ukaamsha hiyo nyumba. Unaweza. Wamama wakaanza kuitikiana. Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Wapi? Lakini ni vile waliamua kumbaka. It's called power of motivation. Ni kitu kiko ndani. Ni roho iko ndani ya kina mama. Number 3 power inside the lady. Ni nguvu, mtu wa Mungu, inaitwa nguvu ya kujali wengine. Nguvu ya kujali wengine. Nguvu ya kujali inaitwa power of consideration. Power of consideration. Ni nguvu ambazo Mungu ametupatia sisi kina mama. Inaitwa nguvu za kujali wengine. Na ndio sababu constitution ya Kenya inasema hivi: wakati baba na mama hawajakubaliana, mtoto haruhusiwi kutoka kwa baba yake. Anastahili kubaki kwa mama yake mpaka afikishe miaka mingapi? 18. Atakikani kutoka kwa mama. Maana baba anaweza, nisikilize, baba anaweza akatoka kwa nyumba, watoto wajakunywa breakfast, hawaja kula lunch, na ameenda na unampata kwa hoteli amekaa ako anasiaga mandazi. Lakini mama hawezi. Mama hawezi. Nisikilize, unaweza kutana na kuku iko na faranga, ukaimwagia chakula. Ile kuku utajipata inauma, inaangusha chini. Inauma, yani haili. Lakini lengo la kushika, unasikia faranga zinakimbia kwa mdomo ya ile jogo, ya ile mwera. Lakini jogo ikija hapo, vifaranga zikija Bwana siwe. Why? Kwa sababu mtu yeyote wa kike ako na kitu kinaitwa nguvu ya kujali. Watu ambao wanaweza wakawa na kitu kinaitwa huruma sana ni kina mama. That is why Yesu akasema hivi, kina mama, maana wao mama walikuwa wanalia, akawaambia jililieni nyinyi na watoto wenu. You are pray for yourself and your children. Kina mama, Yesu alituachia mzigo wa kutunza jamii, mzigo wa kutunza huduma, mzigo wa kutunza maeneo. Uko na kina mama. Kina mama wanaweza kukua very good intercessors, very good prayer warriors. Kina mama, nisikilize, kulia ni kuzuri. Hata mimi napenda kulia. Mimi ukinipata nalia, ukinipata prayer room nalia,
unaweza kunihurumia sana. Lakini baada ya kulia usikose kuomba. Muulize Ana, akalia, lakini baada ya hapo akaomba. She prayed. Mama wako na nguvu sana ya kujali. Huduma kama hii, kuna kitu ambacho sisi wazee ni ngumu sana kunotice. Lakini mama anaweza akatambua kwa urahisi sana. Mama anaweza akatambua kwa urahisi sana. Mama ako na hiyo neema. Mama anaweza akakutana na mtu ambaye ako very weak, lakini anaweza akamjali mpaka huyo mtu akawa strong. Let us come back to our position. Mama anaweza akaangalia, sijaona mama fulani wiki 2, hako wapi? Unasikia kabisa mwenyewe, hata kuna mtu anajua amefunga safari, nina waangari, hatuja kuona, uko wapi? Maana kuna neema ambayo kina mama wamepewa of consideration, neema ya kujali. Mama anaweza akaangalia jamii yake vizuri. Mama anaweza akaangalia society. That is why, angalia hata kule wale wanasafiri wanapanda ndege wanaenda kule mang'ambo, unasikia ni nini ameenda. Wale ladies wengi unajipata ameenda kwa sababu kuna mama ambaye miaka imeenda sana, ama mzee. Sasa huyo msichana inabidi amwangalie. Ni ngumu sana upate hiyo kazi wamepatia wanaume. Ni ngumu sana. Mwanaume atapewa kulima, kukata nyasi, lakini ule mtu anaweza kaangalia mtu vizuri, amepewa mama. Man ako na roho ya huruma. Is called the spirit of mercy. Ako nayo. Ni sisi tunaweza tukaangalia. Na kwa sababu ya hizi nguvu, shetani akaelewa ule mtu unaweza attack mama, umemaliza jamii. Attack mtu wa kike in the family, umekamata mzee. Sana hata wana haja na mzee. No. Mzee, lengo lile wanaangaisha mzee ni kwa sababu wale target ni mama in the spirit. Uadui kati yako na mwanamke, si mzee. So is a power inside ambayo Mungu anataka uitumie ili ugeuze maisha yako. Nyosha mikono miwili, sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, zile nguvu ambazo umetia ndani yangu, kisima hicho hakitakauka, nitaanza kukifanyisha kazi kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Somebody shout amen. Nisikilize. Hakuna mwanaume anaweza akabeba watoto wake akaenda na wao akamwambia mtu nipatie loan na huyu mtoto umchukue, ile siku nikishindwa kulipa ukuje ubebe mtoto. Kuna mwanamke anaweza fanya hivyo? Lakini wanaume wanaweza. Mwanaume anaweza akabeba watoto wake, pesa hakuna, akabeba watoto wake akamwambia mtu huyu akutumikie miaka 5. So angalia 2 Kings 4:1. Akabeba watoto akawapeleka kwa loan. Akasema hao watoto ni 2 peke yao, lakini akawapatiana. Walikuwa guarantor. Kama venye mtu anachukua loan, anachukua title deed anapeana. Kama vile mtu anachukua loan, anachukua. Kuna siku moja one of the man, nilimpigia simu nikamwambia wewe tafuta msamaha bwana. Kanisani akaenda akachukua vitu za kanisa, akachukua loan, alichukua 200,000. Amewekelea viti loan nini? Mama hawezi fanya hivyo. Hapana. Verse 1. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimulilia Elisha, Yes. akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unamjua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Yes. Naye aliyemuia Yani hivyo. amekuja ili ajitwarie wana wangu. Ambaye alimkopesha amekuja kubeba watoto ili walipe deni ya baba yao. Alipoenda kuchukua loan, wale watu walipeana, nikishindwa kulipa chukueni watoto. Mama anaweza fanya hivi? Mama hawezi. Ukitaka kuona vile mama anaweza react, piga mtoto kofi. Mama mbona mimi naonanga huyu wangu hata akilia akiwa huko, hata kama kuna kitu nilikuwa nimemwambia fanya, anakuambia tumbo iwezi kubali, anatoka. Lakini mzee anaweza enda akachukua 100,000 na akapatiana watoto, huyu mtoto nikishindwa kulipa mtachukua huyu kwanza afagiange hapo. Tunaweza. Inaitwa neema ya kujali.
Mungu amempatia mtu wa kike. Unaweza kujipata mtu wa Mungu, unaweza ukaunganisha a family. Watu ambao wame-collide, hakuna peace, unaweza ukawaunganisha. Mtu wa Mungu, wewe unaweza ukaponya huyo mzee, unaweza ukaponya nyumba, unaweza ukaponya maisha ya watu wengi sana. Why? Muulize Delilah. Akamwambia Samsoni, tulia hapa mzee. Tulia hapa. Inaitwa feminine power. Tulia hapa. Ati mzee anipatie pesa, mimi watoto wangu nini? Unaweza waleta katika spirit. Number 3, number 4. Inaitwa nguvu za kutambua. Nguvu ya kutambua. Nguvu ya kutambua. Sijui kama umewahi kuelewa. Kina mama wana uwezo wa kuona mbali sana kuliko wazee. Anaweza akamwambia mzee, hii dili yenye unaingia ndani, hata kama sijajua, lakini hata kama hajaokoka, mama hata ule hajaokoka, wacha ule ameokoka ako na roho wa Mungu. Akamwambia, hii dili yenye unaingia ndani, mimi naona kama ungeipatia muda kwanza. Mzee haelewi. Wazee wengi wale wamesikiliza kina mama wanapenya rahisi sana. Sijui kama umenotice. Sana. Kwa sababu mama anaweza akakwambia hii deal umeingia ndani ita backfire. Na hakuna mtu amemwambia, ni zaidi ya common sense. Ya kunusa, ni zaidi ya kusikia, ni zaidi ya kuona, ni zaidi ya kuonja, ni zaidi ya ni zaidi. Lakini anaweza akakwambia, mimi naona hii njia ile tunaenda, mimi naona haiko sawa. Ukiona mama anakuambia hapana, mimi naona kuna kitu hakiendi vizuri, msikilize mara mbili. Hata huduma kama hii, mama anaweza akakwambia pasa, mimi naona kuna kitu hakiendi vizuri. Kina mama, kuna neema ile Mungu amewapa. That is why wamama wengi wale wanaweza wakatumika na Mungu vizuri. Roho ya discerning, roho wa Mungu watumia sana kwa sababu ya kuona mbali. Ni vile sasa wengi wanageuka, wanakosa kutumika na roho wa Mungu. Ndio nasikia wanatumika na roho ya divination. Manabii wengi sana kiganjo hii ni kina nani? Bwana asifiwe. Ni kina nani? Kina mama. Ni vile sasa wengine wanajichanganya kiroho mpaka sasa anakosa kuelewa ni roho ya Mungu ama ni gani, lakini anatumika hivi. Watu wengi wale Mungu amewatumia, kina mama kando na kuwa prophetess, wako na neema, anaweza akaona mbali. Anaweza akamshauri mtoto wake, hapana, hii hatua ile umeanza haitakufikisha mbali, wachana na hii kitu. Hii kundi ile umeshikana nayo, ni kweli leo iko sawa, lakini ukiendelea utapotea. Niyo neema Mungu ametupa. Hiyo si hata kama hata ule hajaokoka, ule hata kabisa ni mlevi, unampata kwa pombe, kwa club, anaweza akaambia mtu hapana, hii hatua ambayo amechukua mpatie muda, ataenda mbali. Ni neema Mungu amewapa kina mama. Hizo vitu 4 is a strength in the woman. That is why kampuni nyingi zina prefer. Enda angalia customer cares wengi, wale watu wako kwa counter kwa hoteli, waiters wengi ni ladies. Enda angalia counters nyingi ziko na kina mama. Wanaume utawapata katika offloading, utawapata kwenye kuinua mizigo, yani utawapata katika background, lakini wale utawapata hapo mbele. Lengo ni gani? Kwa sababu wako na nguvu aina nyingi ambazo Mungu ametia ndani yao. Naomba Mungu kwa dakika chache akupatie neema ya kuchochea karama iliyo ndani ya moyo wako. Amen. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Neema ya kuchochea kile kiko ndani yako. Unaweza kuwa unalia mimi sina pesa, na kumbe kuna nguvu ambazo Mungu anataka uzitumie ili uzalishe kile kiko ndani yako. Unaweza kuwa unasumbuka, lakini kumbe kuna marketing skill inside you. Unaweza sumbuka na kumbe kuna consideration power. Tunaweza tukawa tunaongea hapa, ni nani anaweza tumika ili kuangalia mbona some people are not here, but kuna mama anaweza simama kwenye pengo, maana anajali some of the people. May God give you grace for that thing to be born
on. Inua tu mikono yako kwa Baba katika jina la Yesu. Usiku wa leo Baba, asante kwa sababu ya wema, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa sababu ya rehema za Bwana. Baba, asante kwa sababu ya ukuu wa Baba. Tunakupenda, tunakuabudu usiku wa leo Bwana. Asante kwa sababu ya kutujali, kutupa nafasi nyingine tena ili kutumika katika ufalme wa Bwana. Mungu, asante kwa ajili ya mamlaka ambayo Yesu ametia ndani yetu, nguvu ambazo Bwana ametia kwenye mioyo yetu, nguvu ambazo Mungu ametia ndani yetu. Kuna kisima ambacho hakikauki. Ni kweli nje mambo inaweza kuwa haija katendeka unavyopenda, lakini usikubali ikauwe mbegu za Mungu ndani yako. Usikubali iuwe nguvu za Mungu ambazo zipo ndani yako. The power of God ambayo inaweza flow kutoka ndani yako ndio nguvu muhimu ili kuweza kubadilisha kile ambacho unataka. Chochote Mungu hutaka kizaliwe huwa kinazaliwa kutoka ndani, na ndani yako kuna vitu ambazo Mungu amekupatia. May you provoke those things. May you provoke that power. May you provoke that grace. Hiyo nguvu iliyo ndani yako ni wewe unaweza ichochea mami, ni wewe unaweza ichochea my sister, ni wewe unaweza ichochea hiyo ambayo imewekwa ndani yako, ya kwamba haitazima. Kukapatikana mwanamke Msamaria, maandiko inasema akawashawishi umati, mji mzima, the whole city, people came to Jesus. Wakasema tumeamini kwa neno la huyo mwanamke, we have believed, we have believed, we have believed. Tumeamua kufuata hiyo. May God make your marketing skill to become a reality. Your knees, nguvu yako ya maombi haitakata, nguvu ya maombi haitakata, nguvu ya prayer haitakata, nguvu ya ushirika na Mungu haitakata, nguvu ya maombi haitakata. Ni kweli umeachiwa watoto, lakini nguvu ya maombi haitakata. Ni kweli kazi haipo, lakini nguvu ya maombi haitakata. Maandiko inasema kijana huyo akajipata kichwa kinauma, babaya akamwambia bebeni, peleka kwa mama yake. Na alipofika kwa mama akabaki kwenye magoti. Somebody pray. You are able to talk to the Lord. I will not cut my prayer life. Sitakata kipindi changu cha maombi, sitakatisha mfungo, sitakatisha maombi yangu. Hapo ndipo nguvu za mwanamke zilipo, hapo ndipo nguvu za huduma zilipo, hapo ndipo nguvu za kuinuka zilipo, hapo ndipo nguvu za upenyo zilipo. Oh my God, mwanamke aliyependa nguvu za magoti, nguvu za maombi yake, hao ndio wanawake ambao ni tofauti, ni tofauti, ni tofauti. Mimi ninakataa kuwa kama wanawake wa Kiebrania. Ninakataa wanawake wa nyumba hii hawatakuwa kama wanawake wa Kiebrania. Maandiko inasema ni hodari, maandiko inasema ni hodari. Hata kabla hawajazaidiwa, kazi zao zimepenya. Hata kama hawajafikiliwa, kile walikuwa wanatafuta kimezaliwa. Hata kabla hawajapata watoto wao kuangamizwa, anasema wanajipatanga wamejifungua, maana wako na nguvu. Somebody use that power to push what you want. Tumia hizo nguvu za Mungu, tumia hizo mamlaka, tumia mamlaka. Use that authority, use that power in the mighty name of Jesus. Provoke what you need, provoke what you need. Kuna nguvu ndani yako inaitwa power to push your dreams, nguvu ya kusukuma muujiza wako. Ni kina mama wanaelewa power ya kusukuma watoto wakatoka kwa tumbo wakazaliwa. Ni nini hiyo ungependa kuzaa? Mwambie Bwana usiku wa leo, I connect to the authority to deliver. Aina connect na nguvu za Mungu ili kuzaa kile Bwana anataka, ili kuzalisha kile Bwana anataka, ili kuzalisha kile Yesu anataka, ili kuzalisha kile Baba anataka, ili kuzalisha kile Yesu anataka. Bwana usiku wa leo nina connect, natumia neema ambayo umepatia kina mama, hata na mimi kama kuhani nina connect na hizo nguvu za Bwana, nguvu za kuzalisha kile Bwana anachotaka. Kina mama wamepewa mamlaka na Mungu, wanaweza lalia mayai na mayai ikazaliwa. Anaweza pewa utaji mdogo tu, anaweza kuwa na pesa kidogo. Usimdharau mwanamke aliyekutana na fedha kidogo, anaweza zalisha zikawa nyingi, anaweza zalisha zikawa milioni, anaweza zalisha. Mwanamke ana nguvu. Mwambie Bwana mimi nimekataa utasa, mwambie Bwana nimekataa utasa, nimekataa, kataa. I cannot be a barren woman. Nimetambua ndani yangu kuna nguvu za Mungu, nimetambua ndani yangu kuna power ya Mungu, nimetambua ndani yangu kuna mamlaka ya Mungu. I will not complain. Sitanungunika tena.
tena. Nimekataa mimi, nimekataa. Kunungunika si sehemu yangu. I command that power will not make me anymore. I will not complain. Sitanungunika, hapana. Nitainuka kama mwanamke aliye na mamlaka ya nguvu za Mungu. In the mighty name of Jesus. I will not complain. I will not murmur. I will stand as a woman to pray. Power to push things. Huyu mwanamke akabaki kwenye madhabahu. Mtoto ni kweli alikuwa anaomba, mtoto akafa, akampeleka kwenye madhabahu. My child cannot die. Kazi zangu haziwezi kufa, ndoa yangu haiwezi kufa, watoto wangu lazima waone hatima zao. Wamama pray. Shetani utafuta mtu wa kike, shetani utafuta mwanamke, ana uadui na mwanamke shetani. But tonight we command that authority. Kumbe si ndoa wanatafuta, ni wewe wanatafuta. Kumbe si kazi wanatafuta, ni wewe. Kumbe si watoto, ni mwanamke anayetafutwa. Somebody pray. You're pushing the dreams of the spirit. You're pushing your things to the Lord. I command order in the spirit, order in my life, order in my spirit, in the mighty name of Jesus. Ninabadilisha mambo kwenye magoti. Huyu mama akabadili mambo kwenye magoti, akabaki kwenye magoti. Mtoto akakaa kwenye magoti mpaka mchana, mtoto akafa. Akasema it is not over. Ni gani iliisha? Ipatie uhai. Hiyo kazi ya mikono ipewe uhai. Na ndio sababu Mungu ameruhusu tukutane na wewe usiku wa leo. Mungu ameruhusu tukutane mamiri. Mungu ameruhusu tukutane ili uweze kuzaa. Nimekuja nikusaidie tu kama mwanamke mkunga. Kama mkunga anavyomsaidia mwanamke kujifungua, wanawake wakaja. Maandiko inasema wakawaambia kabla hatujawasaidia wao huwa wanajifungua, maana ni hodari, maana ni shujaa, maana ni hodari. Nyumba hii hakuna wanawake wa kuhurumiwa. Nyumba hii hakuna wanawake maskini. Nyumba hii hakuna wanawake wa kubembelezwa. Nyumba hii kuna wamama ambao ni strong. Kuna wamama ambao maono yao haitakawia, lazima itatimia. Na mimi niko katikati ya wamama wale Mungu atatumia nyumba hii. My God, I declare tonight by the authority of God, let the Spirit of God deliver. Let the Spirit of God give birth to the men, to the women that are prepared by the Lord. Wamama ndio wana nguvu ya ushawishaji. Wanaweza shawishi umati, wanaweza shawishi mji, wanaweza shawishi maeneo. Wakawaambia kunaye mahali tunaweza abudu Bwana usiku wa leo katika jina la Yesu. I connect to the power of motivation. Wamama wanatoka nyumba hii na nguvu za marketing, kwenye biashara, kwenye huduma. Neema ya kuwafikia umati. Kataa mahali shetani alikuwa anakufinyilia. Paulo anasema hivi, ili Mungu awafanye imara katika utu wenu wa ndani. Anasema mpate mizizi, muwe na shina, muwe na milio, muwe na mashina. Mizizi. Nitaweka mizizi kama mama kwa Mungu. Nitaweka mizizi kama mwanamke kwa Mungu. Nitaweka mizizi kama mama kwa Mungu. Nitaweka mizizi yangu kwa Mungu katika jina la Yesu. Sitang'olewa rahisi. Hakuna mtu anaweza kukung'oa kwa nyumba yako. Hakuna mtu anaweza kukung'oa kwa biashara yako. Hakuna mtu anaweza kukung'oa kwa ndoa yako. Somebody pray. Mwambie Bwana hapana. Nobody can uproot me. Maandiko inasema utapanda na mtu mwingine hatavuna. Wewe utavuna mazao yake. Utajenga na mtu mwingine hataingia kwa nyumba yako. Maana umeruhusiwa na Bwana ili uweze kuzaa kile Mungu anachotaka. Usiku wa leo nimekuja na message hii nikuletee ya kwamba kuna power inakaa ndani ya mwanamke, na hiyo ndio power Mungu anataka utumie ili kuzalisha kile ambacho unataka. Somebody is able to pray. Pray for your family. Mami, Mungu anataka usimame kwenye pengo kwa ajili ya watoto wako. Pray for your children. I pray for my children. They will not suffer. Kumbe ninaelewa, kumbe adui hatafuti watoto. Lengo la kuwabeba kwenye madawa za kulevya mami, ni wewe anakutafuta. Lengo za kuwapeleka kwenye miradharati, ni wewe anakutafuta. Lengo za kuwapeleka kwenye usherati, ni wewe anakutafuta. Pray for your children. Mwambie Bwana, mimi na uzao wangu, uzao wa tumbo langu. Kila mwanamke weka mikono yako kwa tumbo lako. Mwambie Bwana
maana uzao wa tumbo langu hautaangamia, hautaangamia. Watoto wangu kwa jina la Yesu hamutabebwa na adui, hamutabebwa na adui. Watoto wangu ninawaombea wherever you are, ninawaombea kila ataka huwa inakamata uzao wa tumbo langu. I pray for them. Na ndio kumbe wa sababu wengine hatima zao za ndoa hazifunguki, maana kina mama wako waombea. Kuna wengine hatima za biashara zao, hatima za karia, taaluma zao hazifunguki, maana watu hawakupatikana wa kuombea. Pray for your generation. Ni kweli hawapo, naelewa, lakini time are coming, they are coming my sister. Usiseme hauna, they are coming, they are coming. Pray for your generation in the mighty name of Jesus. Watoto wangu watamtumikia Bwana, watoto wangu watakaa kwa madhabahu, watoto wangu watakaa kwa nyumba ya Mungu, watoto wangu hawatang'ang'ana katika maisha yao. Ninawaombea kwa jina la Yesu, ninaombea jamii katika jina la Yesu, maana wa Mungu aliye hai. I stand in the gap. I pray for my children. I pray for my family. I pray for my people. I pray for them. They will not suffer. They will not suffer. They will not suffer. In the mighty name of Jesus, they will not suffer. In the mighty name of Jesus, they will not suffer. They will not suffer. Hawatahangaika, hawatasumbuka kwa jina la Yesu. Mwanamke aliyetunza magoti ya maombi, neema ya maombi. Ni kweli hali leo haiko nzuri, but mimi siwezi kuangalia na leo, ninaangalia nguvu zako za maombi, maana kuna kitu Mungu anataka kizaliwe. Kuna kitu Mungu anataka kizaliwe. There is something God want to be born. There is something Mungu anataka uzalishe mami, katika jina la Yesu, maana wa Mungu aliye hai. Kina mama wamepewa mamlaka, to develop something, to nurture something, to bring forth whatever things that are down. Kile ambacho kilikuwa kimezima lazima kizaliwe, kizaliwe upya, kizaliwe upya, kizaliwe upya, kizaliwe upya in the mighty name of Jesus. Kina mama tunaombea huduma hii katika jina la Yesu. Kina mama ulimwengu wa kiroho, tunaweza shawishi watu kwa ajili ya huduma hii. Pray for this ministry. I stand in the gap. I pray for this ministry. Neno Evangelism Center. I pray for this ministry. Kiganjo, open up kama wamama, wazee, wamama tunaombea huduma hii. Wamama, we push the ministry forward in the mighty name of Jesus. Huduma hii izaliwe kwenye kusudi la Mungu, izaliwe kwenye nguvu za Mungu, izaliwe kwenye upako wa Bwana, izaliwe kwenye neema ya Bwana, izaliwe kwenye rehema za Bwana, izaliwe kwenye baraka za Bwana. Huduma hii ipate upenyo, ipate breakthrough, ipate neema, ipate kibali. Huduma hii ipate kukubalika na Bwana katika mji huu. Wamama tunaombea huduma hii. We are pushing on, we are pushing on in the mighty name of Jesus. Tumesema wamama wana uwezo wa kuwajali wengine, wamama wana uwezo wa kujali jamii. Tunajali wale wamama wengine hawajafika kwenye mkesha, tunafungua spirit zao, tunafungua akili zao, tunafungua mioyo yao in the name of Jesus. We open up their spirit, we open up their mind, we open up their thinking in the mighty name of Jesus. Tunafungua spirit zao, tunafungua spirit zao, tunafungua spirit zao in the mighty name of Jesus. Usiku wa leo I command the impartation of this power. Yule simba ndani yako alikuwa amelala, ndiye simba nimekuja kufufua. Yule mtu wako wa ndani alikuwa amefinyiliwa, ndio simba nimekuja kumwamsha. Yule mtu wako wa ndani mami alikuwa amekaliwa, ndiye nimekuja kuamsha usiku wa leo. Huyo mtu wako wa ndani ambaye alikuwa ameonyeshwa kuisha, ndio nimekuja nimwambie wake up again, let your journey is too long, rise up and walk. Nimekuja kumamsha mtu huyo aliye ndani yako, maana kuna mtu mwingine ndani, ndio mbaya Bwana anataka kumwamsha. Oh Baba asante, Baba asante, Baba asante, Baba asante, Baba asante. Yesu asante. Mshukuru Bwana, mwambie Bwana asante, mwambie Baba asante, mwambie Yesu asante, mwambie Baba asante, Baba asante. Yesu asante kwa sababu ya
upendo wa Bwana. Asante kwa neema, asante kwa fadhili za Bwana. Baba tunakushukuru, Baba tunakupenda, Baba tunakuabudu, Baba tunakuinua. Asante maana wewe ni mwema, asante maana wewe ni mwaminifu. Pokea utukufu, pokea heshima kwa ajili ya ukuu wako. We love you Lord, we thank you, we give you praise, we give you honor. In Jesus name we pray. Somebody shout amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Njoo hapa kina mama. I'm very happy to get you tonight. Oh, laiti nguvu hizo 4 zinaweza zaliwa kwako. Nguvu hizo ni vile nimeweka agano na Mungu isipite saa 8 baada za katikati. Lakini natamani nguvu hizo za Mungu zichipuke kwa kina mama. Message hiyo unaweza kuwa hujanipata vizuri, lakini uisikilize wakati mwingine, maana utaipata. Kuna kitu kinakaa ndani ya kina mama, na hicho ndicho kitu ambacho ni muhimu sana. Hicho kitu kikifuka ndani yako, Nisamehe Bwana, niongoze niende. niongoze Bwana, Inua mikono yako sasa, mwambie Bwana, peke yangu siwezi. niongoze Bwana, Natamani Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana. fungua kinywa chako, mwambie Baba unaweza. Lord, I connect to the authority of God, to the power of heaven. In the mighty name of Jesus, naunganisha mawazo yangu na mbingu, naunganisha mawazo yangu na vile Bwana anavyotaka kwa jina la Yesu, yaliyoshinda mwanadamu. Our God is able, our God is able, our God is able, our God is able. In the mighty name of Jesus, nabadilisha mawazo, nabadilisha dhamiri. Chochote ambacho kimegwama kwa nguvu za Mungu, ninaachilia kigwamuliwe, naachilia kikatoke hapo kilifungiwa kwa jina la Yesu. Mwanadamu aliyefungiwa katika prison ya utumwa, any word, maneno yote, kila laini iliyochorwa kiroho ya kwamba hautaivuka, I command that power. Let the children of God flee in the mighty name of Jesus. Wale again ikaanze kuwaka, ready to perform the function of God. Maana tumetambua anavyotuambia Bwana, hatuko sawa na wanawake wa Kimisri. Maana wanawake wa Kiebrania wako na nguvu, ni hodari, ni shujaa, wana nguvu za kuzalisha vitu even pasipo msaada wa chochote nje. I command that power to come out, that power to be reflected, that power to be imparted in your spirit in the mighty name of Jesus. Mtaanza kitu katika uchache, within no time kitakuwa kikubwa. Mtapanga kitu kwenye uchache, within no time kitakuwa kikubwa. Anything that you plan to do, ninakuombea usiku wa leo ya kwamba Baba wa mbinguni ataimpati roho hii ya heshima kwenu, ataimpati roho hii ya heshima kwenu, ataimpati roho hii ya heshima kwenu kina mama, ataimpati roho hii ya baraka kwenu, ataimpati roho hii ya heshima kwenu kina mama. Kile ambacho kilikuwa ni kigumu kuzaliwa, I command the ability and the power of God ambayo usaidia mama akajifungua pasipo msaada wa chochote nje, to help you deliver what you need. Kuanzia leo kwa jina la Yesu, ninaachilia hekima ya kiungu, ninaachilia umaarifu, ninaachilia maarifa ya kiungu, ninaachilia wisdom ya Mungu, ninaachilia idea za Mungu katika spirit zenu. Anywhere you are stuck, ninaachilia nguvu za Bwana, hautagwama tena. Ninainua spirit yako juu, ninainua spirit yako kiwango kingine. Mama, pokea mamlaka ambayo Mungu alikusudia mwanzo. Nothing can stop
stop your life, nothing can stop your ministry, nothing can stop your family. Na hapo alipokupanda Mungu, natangaza ukamee, ukawe mti mkubwa wenye baraka kwenye jamii kwa utukufu wa jina la Yesu. I bless your spirit, I bless your life, in Jesus name we pray. Somebody shout amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. God bless you, God favor you. Shika sadaka yako tumtolee Bwana. Wow. Message hiyo, you go revisit it, go through it. Wanakufuata kwenye ndoto, wanakufuata usiku wa manane, mchana, anywhere by the power of the Spirit of God. Ninapiga anga hiyo, ninavamia utawala huo. I command you devil, lose the child of the Lord. Mawazo yaliyokamatika, roho za utumwa, roho za umasikini, roho za mateso, roho za mahangaiko, milango iliyojifunga kwa jina la Yesu, milango za magonjwa, I paralyze your power. Come out of the body, come out of the spirit. Let the child of God flee in the mighty name of Jesus. Any power that tampers with the spirit and the mind of the people of God, kila roho utesa watu kwenye ndoa, na shika utawala huo, netwaka hiyo na ivamia kwa jina la Yesu. Makao yao, napiga utawala huo. God bless you. Thank you for joining us even tonight. Share the program, become a blessing to somebody else, and the Lord will bless you. Shalom, the peace of God. Amen. Thank you so much. Kila roho za utasa na mahangaiko, roho za ukavu, kila mipaka iliyowekwa kiroho ya kwamba huwezi vuka mipaka